Wajumbe kutoka vikundi mbalimbali vya ushirika mkoa wa Kaskazini Pemba, Saada Musa Hamadi ambaye ni katibu wa vyama vya ushirika kisiwani Pemba, Mohamed Saidi kutokea ushirika wa mshikamano wa bandari Wete, pamoja na Mohamed Juma Haji ambaye ni katibu wa muungano wa vyama vya ushirika, wakizungumza mara baada ya zoezi la usafi lililofanyika katika nyumba za wazee Limani, ikiwa ni shamra za kuelekea kilele cha siku ya vyama vya ushirika duniani ambayo itafanyika siku ya tarehe 4 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kufurahishia watoto Tibirizi Chake Chake. Wajumbe hao wameeleza yetu kwa kuwepo siku ya ushirika duniani, wana ushirika ni kwamba tutapata maendeleo kupitia siku hii ya ushirika. Shirika zetu tulizo nazo katika sheria zetu zikue kutoka ushirika hadi kufikia makampuni. Ni siku ambayo kwanza itatuunganisha wana ushirika kwa pamoja, lakini pia siku hii ya ushirika inatusababisha kujitangaza na kupeleka kero zetu katika taasisi kubwa kama serikali. Kwamba serikali tukiwa pamoja na wajasiriamali pamoja na ushirika kuviunganisha au kuvipa mikopo vizuri vile wale wajasiriamali na vikundi vya ushirika ambavyo kwa bado havijapata mikopo, na kuna vikundi vidogo ambavyo kwa ni vingi tu, kwa sababu kwa mkoa wa Kaskazini tuna vikundi 1700 na ushei. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Wete Abdalla Rashid Ali, mkurugenzi wa baraza la mji Wete Shuwena Hamad Ali amewataka wana vikundi kuendeleza kutoa mashirikiano kwa kufanya usafi maeneo ambayo wamezunguka, akisisitiza usafi ni afya. Tuendeleeni kushirikiana katika maadhimisho kama haya, kufanya usafi wa pamoja, lakini pia tuendeleeni kufanya usafi katika maeneo yanayotuzunguka. Aidha ni nyumbani kwako, ndani na nje, aidha ni kwenye maeneo ya shughuli zako za kibiashara, aidha kwenye maeneo ya shughuli zako za kazi, lakini pia tuna maeneo ambayo tunatoa huduma, maeneo ya masoko, maeneo ya hospitali, maeneo ya mashule, maeneo ambayo yako wazi. Mapema diwani wa kuteuliwa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Mohamed Suleiman Osman akitoa salamu za serikali amewataka wananchi kuendeleza kudumisha amani. Kwa wananchi wote husika, tuendelee kuidumisha amani ya nchi yetu, kwa sababu amani ndio msingi wa mafanikio na ndio msingi ulioasisiwa na wazee wetu akiwemo Mwalimu Nyerere na Abeid Amani Karume. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.